Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Imma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzihitaji ziada ya rehma na amani zimshukie kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anasema kupitia ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'ani, anasema wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Ikhwani, ndugu zangu, bila shaka leo tutakwenda kutazama quwwatul asma'i fi aishil insani, kwa maana nguvu ya majina katika maisha ya mwanadamu. Yani, ewe ndugu yangu, hapo ulipo unalo jina lako, na wakati wewe unalo jina lako maalum ambalo unaitiwa kwalo jina hilo, fahamu katika jina lako lina pawa, lina nguvu, imma itakayopelekea wewe kuyafikia mafanikio katika unayoyaendea, na imma itakuwa ni sababu ya wewe kuharibikiwa katika yale ambayo unayoyaendea. Sasa ndio maana kipindi chetu au darsa letu la siku ya leo lina anwani inayosema quwwatul asma'i fi aishil insani, kwa maana nguvu ya majina katika maisha ya mwanadamu. Lazima ufahamu, ewe ndugu yangu, hapo ulipo jina lako inawezekana lina neema nyingi, lakini wewe mwenyewe hujui kama limejaa neema za aina kadha. Lazima ufahamu, inawezekana sababu ya jina lako, yani jina lako ikawa ndiyo sababu ya maharibiko ya shughuli zako. Lakini utajuaje? Twende sambamba hapa, tutaweza kufahamisha kwa ufasaha na suluhisho la tatizo hili. Unalisuluhu namna gani ikiwa kama jina lako linakuletea mashakili au matatizo ya hapa na pale? Ikiwa jina lako linakukwamisha katika majambo yako, nini kinachotakiwa ufanye? Suluhu ya tatizo hilo itapatikana hapa katika jukwaa letu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, ukitazama almafhumu alislamiyu, kwa maana mafuhumu ya Kiislamu, yustahabbu ikhtiyaru alasma'i alhasana haithu qaddama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam namudhajan litaghyiri al-asma'i as-salbiyya mathalu asiya ila jamila. Tunasema yustahabu, inapendeza sana na ni sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ikhtiyarul asma'i, watu kuchagua majina alhasana, tena majina yenyewe mazuri mazuri. Na tunaposema majina mazuri haina maana nutqiyan, kwa maana yawe mazuri kimatamshi tu, la, bali maana ya majina mazuri ni yale ambayo kwayo majina hayo itakuwa ni sababu ya kutengeneza majambo yako, itakuwa ni sababu ya kusuluhu matatizo yako. Hayo ndio majina yanaitwa majina mazuri mazuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hali hiyo, qaddama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam namudhajan litaghyiri al-asma'i as-salbiyya. Lakini kwa hali hiyo ndio maana utamuona Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama alichukua, kuna kipindi alichofanya Bwana Mtume cha kubadili baadhi ya majina ya watu, min asiya, kutoka katika majina mabaya mabaya, ila jamila, kwenda katika majina mazuri mazuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Bwana Mtume, kuna watu ambao amewabadili majina yao kutoka katika majina mabaya mabaya na wakaenda katika majina
mazuri, na walifanikiwa sana baada ya kuwa ni watu wenye majina mazuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa hapa nataka wewe ndugu yangu ambao unatufuatilia, unajua jina lako limebeba neema aina gani? Unajua jina lako limebeba mafanikio katika kiwango gani? Na je, herufi za jina lako zinakuambia nini? Ndipo hapa nataka leo kuwa makini. Kuna watu wana shida ya ndoa, yani wanachumbiwa sana, hawaolewi sana. Lakini kadhalika kuna watu wana shida za ndoa, yani wapo katika ndoa lakini wana mitihani mizito, matatizo makubwa. Lakini kinachowahukumu kumbe ni majina yao. Na kuna watu wana maradhi, wanaumwa, lakini asli ya maradhi yao ni kucheza kwa zile harufi zilizo katika majina yao. Ndio nataka hapa leo insha Allah tuyaeleze kwa ufasaha biidhnillah subhanahu wa ta'ala, ili tuone namna ya watu wanavyoweza kupata manufaa yaliyo katika majina yao biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, bila shaka tuathiru al-asma'u bishaklin amiqin ala ishi al-insani wa nafsiyatihi wa hawiyatihi. Wataalam katika masala ya ilmu al-fizia wanasema tuathiru al-asma'u, majina yana athari bishaklin amiqin, tena kwa kiwango kikubwa kabisa, ala ishi al-insani, hasa katika ishu ya maisha ya mwanadamu. Katika maisha ya mwanadamu haya majina yana athari kubwa kabisa katika maisha ya mwanadamu, wa nafsiyatihi, na nafsi ya huyo mwanadamu. Jina lako lina nafasi kubwa kabisa katika kuleta athari, imma inayoweza kuleta madhara na imma inayoweza kuleta faida biidhnillah subhanahu wa ta'ala, wa hawiyatihi, lakini kadhalika na hata yale matamanio yake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hali ya namna hiyo sasa, watamalu kataqatin au dhabdhaba tuathiru ala thiqati bin nafsi wa tafauli ala almujtami'i ma'a shakhsin ijaban wa salban. Kwa hali hiyo jina lako ndugu yangu, uwe unaitwa Peter, uwe unaitwa Muhammadu, uwe unaitwa utakavyoitwa, jina lako hilo ambalo unaloitiwa kwalo, taamalu kataqa, jina hili fahamu kabisa lina energy, kwa maana lina nishati maalum, nishati ambazo au dhabdhaba au kadhalika ina mawimbi maalum katika jina hilo. Yani jina lako lina mawimbi maalum. Na ndio maana utaona hata mkiwa mmekaa watu 10 au 15, alafu akatokea mtu akaita jina lako, wengine wote wale watu 14 watakaa kimya, utakayetika ni wewe tu. Kwa sababu gani? Kwa sababu dhabdhaba, yale mawimbi ambayo yanayotamkia jina lako ndiyo ambayo yaliyotamkwa na ndiyo yakaja kwako wewe. Ndio maana utaona wewe unaitika, lakini hao wengine wanaendelea na shughuli zao katika hali za namna hii. Lengo la msingi tunataka tuone quwwatu al-asma'i fi aishi al-insani, kwa maana nguvu ya majina katika maisha ya mwanadamu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ukibaini haya, unaweza ukajua kupitia jina lako ndio sababu ya maharibiko yako. Unaweza ukabaini kupitia jina lako ndio sababu ya kutengemekewa majambo yako. Lakini unaweza ukabaini kupitia jina lako ndio hatari ambazo zimekuwa zikikuandama mara kwa mara, na hapa tunakuja kukupa suluhisho biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini tuathiru ala thiqati bin nafsi wa tafauli ala almujtami'i shakhsi ijaban wa salban. Lakini kadhalika jina lina uwezo wa kumfanya mtu akaaminika. Yani jina lako linaweza likakufanya ukaaminika mbele ya watu au katika jamii yako, ukawa ni mtu ambaye unaaminika sana. Lakini jina lako hilo ndilo linaweza likapelekea usiaminike, yani watu wakawa hawana mpango na wewe kwa sababu ya jina lako tu. Sasa kwa hali ya namna hii tunatazama hili jina linaweza likawa katika sehemu ya ijab au salb. Likiwa katika sehemu ya ijaba, maana yake utakuwa ni mtu ambaye unayekubalika katika jamii yako, na ikiwa salbu, basi itakuwa ni mtu ambaye jamii na kukataa. Hata ukifanya zuri katika mtazamo wa watu inabadilika na kuwa baya. Jina limekuhukumu ndugu yangu. Sasa twende sambamba tuone nini tunaweza kufanya. Tahmilu alhurufu wal asma'u taqatan khasatan qad taftahu abwaban au tuarqilu almasira. Lakini kadhalika namna ambavyo ilivyo haya majina, wewe jina lako ambalo unaloitiwa kwa jina hilo, ta'malu alhurufa, yani ta'malu alhurufu wal asma'u, majina
pamoja na herufi ambayo inayotengenezea jina lako. Mathalan, jina langu mimi ninaitwa Yusuf, kwa maana ye, wau, sinni na fe, hizi ni harufi ambazo zinazotengenezea jina langu. Na wewe ambaye unatufuatilia, jina lako kwa namna litakavyokuwa, zipo herufi zinazotengeneza jina lako. Hapa naomba twende vizuri, kwa sababu inawezekana mafanikio yako yapo katika jina lako, na hasa ukijua namna ya kulitumia lile jina kwa taratibu zake, hasa katika zile hurufu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa hili jina linabeba harufi, lakini kadhalika na ndani yake kuna kuwa na taqa, yani kwa maana kuna energy au mifumo ya kiumeme au nishati maalum katika harufi, ambazo herufi hizo zinatamkia kwazo jina la mtu fulani hapo ulipo, kama jinsi ambavyo ilivyo katika hali za namna hiyo. Sasa basi, ikiwa hivi ndivyo ilivyo, kama jina linakuwa na taka kwa maana lina energy, sasa inafanyaje hili jina? Qad taftahu abwaban, basi kwa hali hiyo jina hili lina uwezo wa kufungua milango ya mambo mazuri mazuri, na wakati mwingine jina linaweza kufungua milango ya mambo mabaya mabaya. Ndio unajikuta katika mambo mabaya mabaya, kila unalofanya linaharibika, kila unalofanya haliendi sawa. Kumbe zile herufi ambazo zinazotamkiwa jina lako lina taqatun salbia, kwa maana zina energy ambayo kanuni ya energy yake hiyo ni kuvuta yale mabaya mabaya. Ndio unajikuta ni mtu ambaye hata ukifanya zuri linabadilika na kuwa baya, ukisema jambo zuri linabadilika linaonekana baya. Basi unajikuta ni mtu katika mazito katika hali za namna hii. Wapo watu wengi wamesomewa sana dua kwa mashekhe wa aina mbalimbali, mambo yao bado ni magumu sana. Lakini wapo baadhi ya ndugu zetu wale wa Kristo, wao wamekwenda mpaka kuombewa makanisani huko, lakini mambo bado magumu sana. Wakati mwingine inawezekana jina lako limechezewa zile herufi. Sasa namna gani zitakaa katika mustawa na hali ya aina yake? Biidhnillah, katika jukwaa letu hili lipo tutakwenda kuyaweka wazi haya majambo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa basi, kwa hiyo kwa kuwa tayari katika zile herufi zinazotengenezea jina zina taqa, zina energy au nishati maalum, qad taftahu abwaban au tuarqilu almasira, hapa pana uwezo mzuri kabisa wa kufungua milango ya mafanikio ya mwenye jina hilo. Lakini kuna wakati na uwezo wa kubadilisha mwelekeo kabisa. Ulikuwa na maisha mazuri, lakini yameanza kuparaganyika, yamevurugika, yakaharibika kabisa. Ulikuwa ni mtu mwenye afya nzuri, lakini afya ikaanza kuvurugika na kuharibika kabisa. Lakini kadhalika ulikuwa ni mtu ambaye ukiwa katika jamii yako mnapendana na ndugu zako na jamaa zako, mara unaona panaanza kuingia ghadhabu, hasira, chuki ambazo hazina sababu ya msingi. Kumbe inawezekana mifumo ya energy zilizo katika herufi zinazotamkia jina lako zimefanya kitu kinachoitwa taarquli, ambayo imebadilisha mwelekeo. Kwa hali hii sasa ndio utamuona mtu anajikuta anaingia katika hali ngumu, katika wakati mgumu, jina linamhukumu, anakuwa ni mtu ambaye kupitia jina lake mambo yake yote yanaparaganyika na kuharibika katika hali ya namna hii. Huyu sasa atatibiwa kwa tiba za aina zote, atakwenda kwa kila shekhe, atakwenda kila hospitali, lakini hali itakuwa iko pale kwa sababu kuna taarqulil masira, kwa maana mifumo ya energy zinazotamkia jina lake zimebadilisha utaratibu. Unabadilikaje? Kwa hali ya namna gani? Na vipi unaweza kudhibiti hiyo hali siweze kujitokeza? Au wewe ambaye tayari hali hiyo ishajitokeza kwako, ni vipi sasa unaweza kurejesha katika hali ya kawaida biidhnillah subhanahu wa ta'ala? Mimma yurbitu al-isma bi taqati al-hadhi au al-maradi, jambo ambalo kwa kuwa hizi energy zinapoparaganyika katika harufi ya jina lako, maana yake sasa zina uwezo wa kumsababisha huyu mwanadamu akapata ile energy yenye kutengeneza hadhi. Ndio kuna mtu mwingine anawezekana akawa alikuwa na hali mbaya, lakini ghafla anaona kila anachofanya kinatiki, kila anachogusa kinakwenda, kila anachosema anakubalika katika hali za namna hiyo, au al-maradi, au mwingine anajikuta anaingia katika maradhi. Ndugu zangu, hapa nataka nieleze mkasa mmoja ambao tumewahi kuufanya sisi katika ardhi ya Omani. Ndugu yetu mmoja aliwahi kuwasiliana nasi, ana ndugu yake anaumwa.
Lakini maradhi ambayo yamemsibu huyu ndugu yake ni mtu ambaye alikuwa anasibiwa na maradhi ya baadhi ya nyakati anakuwa kama mtu anayechanganyikiwa hivi, yani akili zinamruka kabisa, na baadhi ya nyakati anakuwa yuko sawa. Sasa hili tukio likawa linawatesa sana ndugu zake, basi wakawasiliana na sisi, tukawapa utaratibu namna ulivyo, wakasema basi inshallah sisi tunataka mfike hapa katika ardhi ya Oman. Tulifanya safari tukaelekea katika ardhi ya Oman. Baada ya kufika pale, wale ndugu zake wakatuambia, huyu mgonjwa mnayemuona hapa kwa kweli tumehangaika sana, ameshasomewa dua za kila namna, amefanywa visomo vya kila namna, kafanywa matibabu ya kila namna, na ameshatumia dawa za kila namna, lakini hali yake ndo mnaiona, ndio ipo katika mazingira haya. Tukamwambia basi kama ni hivyo, tunaomba tupate fursa, kwa maana tupate fursa ya kukaa mahala penye utulivu zaidi, ili tufanye utafiti kupitia katika jina lake. Pale ambapo tutapobaini katika jina lake kuna tatizo la aina yoyote, inawezekana ikawa ni njia rahisi na nyepesi ya kumaliza tatizo lake huyu ndugu yetu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na mara nyingi sisi tunapofika katika nchi za watu huwa hatukai kwa mtu, tunafikia apartment. Basi hapo, kwa kuwa hapo ni mahala ambapo tunapata muda mzuri wa kufanya mambo yetu kwa ufasaha zaidi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Basi akatupa siku 3 tukakaa pale, tukafanya majambo yetu vizuri kwa ufasaha bila kuingiliana na mambo mengine. Tukabaini ndugu yetu huyu herufi za jina lake zimechezewa takriban herufi zote. Yani hata yeye sisi kumkuta katika hali ile ni kwa sababu tu ya vile visomo ambavyo vimefanyika sana na yale matibabu ambayo yamefanyika. La si hivyo tungemkuta katika hali mbaya sana katika hali hizo. Basi alhamdulillah, kwa kuwa tunajua taaluma ya namna ya kuzirejesha zile herufi katika nafasi zake na katika taka, katika energy yake, basi tulifanya lile jambo kwa muda mfupi tu, ndugu yetu yule akarejea katika hali iliyokuwa sawa sawa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Na lau kama jina lako litakuwa limechezewa, ewe ndugu yangu, herufi moja tu ikachezewa zile taqatu, badala ya taqatul ijabia zikawekwa salbia, shekhi wangu, ndugu yangu, unaweza ukahangaika dunia nzima na matumaini ya tatizo lako yasipatikane hata kidogo katika kuyaelekea mafanikio yako. Lakini mtu akibaini ya kwamba hili suala linatokana na kuparaganyika kwa baadhi ya zile energy zinazopatikana katika harufi za jina lako, hapo unaweza ukajikuta upo katika hali iliyokuwa sawa sawa, na hasa mtu akishtukia tatizo hilo ni rahisi sana kuweza kumaliza mashakili haya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, tunaposema taqatul asma'i wal hurufi hiya ilmun yahtamu bidhabdhabati wa taraddudati allati tantaju anil hurufi alhijaiyya haythu yartabitu kullu harfin biraqmin muayyanin yuathiru ala shakhsiyati wal qadar. Kimaarifa tunapoizungumza energy au taqa, kwa maana tunazungumza nishati au dhabdhaba, au tukazungumza mawimbi ambayo yanayopatikana katika harufi, na hasa tunatazama yale mawimbi ambayo yanapatikana katika huruful hijaiyya, zile harfi za alfabeti biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Haithu yartabitu kullu harfin, kwa sababu zinafungamana na kushikamana kila herufi ambayo inatamkia jina lako, biraqmin muayyanin, na namba maalum kabisa, yuathiru ala shakhsiyati wal qadar, ambayo ina athari namba hiyo katika muonekano wa mtu, na ina athari namba hiyo katika uwezo wa mtu mwenyewe katika hali ya aina moja au nyingine. Sasa basi, yu'taqadu anna al-isma ash-shakhsiyya, imefahamika ya kwamba jina la mtu, wa khasata al-harfu al-awwal, hasa ile herufi ya mwanzo ya jina lako. Ewe ndugu yangu ambaye unatufuatilia hivi sasa, herufi ya mwanzo ya jina lako ni herufi gani biidhnillah subhanahu wa ta'ala? Kwa hiyo tutapata kufahamu ya kwamba hii harufi ya mwanzo ambayo inaitwa hujuru zawiya, kwa mfano jina langu mimi Yusufu, herufi ya mwanzo kabisa inaitwa hujuru zawiya, ambayo ni ye ndio hujuru zawiya au hajaru zawiya au hijru azawiya, ni hii ndio harufi ya mwanzo. Sasa hii harufi ndio ambayo yani mtu akiichezea hii harufi ya kwanza, maana yake ana uwezo wa kuharibu future nzima
ya majambo yangu. Sasa watu wengi wanaharibikiwa hapa katika harufi za majina yao. Lakini wal akhiru, na harfu nyingine ambayo ni muhimu sana kwa katika jina lako ndugu yangu, ni herufi ya mwisho inayotamkia jina lako. Yani Yusufu, ifu, kwa maana fehi ndiyo harufi ya mwisho katika jina langu. Hii ni harufi muhimu mno katika masala mazima ya maisha yangu, na hii kimaarifa inaitwa kabistone au kabistun, inaitwa hivyo kimaarifa, na katika fani ya watu wa lugha ya ilmu al-huruf, katika masala ya ilmu ya harufi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa basi, wataamulu maa alhayati mimma yuathiru ala alhadhi wannajahi wataqati alijabia. Lakini hizi harufi mbili, kwa maana herufi ya kwanza ya jina lako wewe ndugu yangu hapo ulipo, na herufi ya mwisho ya jina lako ewe ndugu yangu hapo ulipo, hivi ndivyo ambao vinafanya kazi na kuleta athari katika masala ya hadhi, kwa maana cheo chako, daraja yako, kwa maana heshima yako, nidhamu yako, ndio inapatikana katika harufi hizi mbili. Wanajahi, na hata kufaulu katika majambo ambayo wewe unayaendea, ni hizi harufi mbili tu. Sasa hizi harufi mbili zinafanywaje, kwa utaratibu gani? Hapa ili tupate taqatul ijabia, kwa maana tupate energy ambayo kanuni ya energy hiyo ni kutengeneza msisimko bora kabisa utakaowapelekea watu wa kuone wewe ni mtu bora, mtu mzuri, mtu safi katika hali za aina kadha. Sasa alharfu alawali, herufi ya kwanza ambao ni hujuru zawiya, yamtaliku aqliyatuk. Hii ndio herufi ambayo kwanza imeshika katika swala zima la future yako. Yani harufi ya kwanza, mimi si Yusufu. Sasa ile harufi ye, na wewe ambaye unanitazama hapa na kutufuatilia hivi sasa, kwamba jina lako si lina harufi ya mwanzo, hiyo harufi ya mwanzo ndio inaitwa hujuru zawiya. Sasa hii ndio yamtaliku aqliyatuk. Inachokifanya hii harufi huwa inafanyaje? Inamiliki future ya majambo yako. Na hapa ndo maana tukakwambia kama mtu ana uwezo wa kuichezea harufi ya mwanzo ya jina lako ikatoka katika taqatul ijabia kaenda katika taqatul salbia, hapo ndipo unapoharibikiwa majambo yako. Afya itapotea, lakini mipango, yani mambo yako yote yataharibika. Hakuna utachokushika wewe kikaenda sawa sawa. Ndio maana tukasema quwwatul asma'i fi 'aishil insan. Hii ni nguvu ya majina katika maisha ya mwanadamu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini wa kaifiyatu taamuli ma tahdiyatiha, lakini kadhalika lazima ujue kaifia. Kaifia maana yake ni mfumo mzima au taratibu mzima ya namna ya kutembea na jina lako ala tahdiyatiha, kwa zile harufi zake ambazo ni harufi moja moja biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Leo unafahamu katika swala hili, unafahamu inawezekana maradhi yako ikawa chanzo chake ni harufi za jina lako. Panahitaji mtu mwenye maalumati na ilmu pana yenye ujuzi katika hilo, ili akifahamu hayo anaweza akasuluhu matatizo ya maradhi yako kupitia jina lako tu, na majambo yakaenda katika hali iliyokuwa sawa sawa. Lakini si jambo jepesi, ni jambo linahitaji muda, linahitaji kutuliza akili, linahitaji kutulia akili pamoja na mwili, ili uyafanye mambo kwa usahihi na ufasaha wa hali ya juu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hii ni ilmu kubwa sana, ndio maana mtu unaweza ukaitazama ilmu hii ukaisikiliza namna jinsi ambavyo inavyoelezwa, ukasema subhanallah, haya mambo mazito, na haswa ni mazito hasa katika hali za aina kadha biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Harfu ya mwanzo ndio future ya majambo yako. Lakini alharfu alakhiru, kuna harfu ya mwisho ambayo inaitwa kabistun yakisul muthabara. Yani hii sasa ndio inachofanya kazi ya kuaksi almuthabara. Tukisema almuthabara maana yake ni kuwe na utaratibu wa mipango ambayo unaokwenda kukamilisha ile mipango yenyewe. Yani ndio herufi ambayo inayokamilisha mipango yako. Lau kama mtu mbaya akijua namna ya kuichezea harfi ya mwisho wa jina lako, ndio utajiona ni mtu ambaye una mipango mingi mizuri alafu haifanikiwi. Yani kila siku unakuwa na mipango ambayo haifiki mwisho. Unapoelekea ule mwisho ili upate manufaa, basi ndio panakuja kuvurugika. Yani mtu anapoichezea harfi ya mwisho ya jina lako, ndugu yangu, unaweza ukahangaika sana
sana sana sana, mashariki na magharibi, na watu wote wanaokufanyia wakakufanyia vitu sahihi, lakini maadamu hawaja baini ya kwamba harufi ya mwisho ya jina lako imeshatoka katika ijabu na imepelekwa katika salbu, hapo sasa unaweza kujikuta unahangaika kila mahala na hakuna chochote kinachobadilika katika mazingira kama haya. Jina lako ni hazina kubwa, lakini mpaka ujue katika hali za namna hiyo. Lakini kadhalika wamada alqudratu ala ikmali almashari', lakini kadhalika na hili jina lako, hasa herufi ya mwisho ya jina lako, ndiyo kitu bora ambacho kenye uwezo wa kukamilisha ndoto zako na kukamilisha makusudio yako. Wewe unakusudia nini? Inawezekana wanakuja wachumba sana kuchumbia, alafu wanakimbia kwa sababu harufi ya jina lako ile ya mwisho tayari ishachezewa. Sasa hapo atakuja kila aina ya mtu, lakini akishafika pale mtaongea, mtakubaliana, akitoka harudi tena, mpaka unasema labda ni umerogwa. La, wakati mwingine sio uchawi, jina tu linakuhukumu katika hali za namna hiyo. Wallahi ni hatari sana katika mazingira kama haya. Lakini ilmu al-arqam wal huruf, tunapoizungumza ilmu ya namba na harufi, yatimu tahwilu al-huruf ila qiyamin adadiyya. Sasa ili jina lako ndugu yangu ambao limesheheni kila aina ya mafanikio, taaluma za kiilmu ziko hivi. Inawezekana jina likabadilika kutoka katika harufi na likaenda katika idadi, kwa maana namba, na hapo kwenye namba ndio kuna vitu vinavyoitwa ulfa, kuunganisha baina ya mtu na mtu. Kwa mfano, kuna mtu yeye amekukimbia, yani imetokea mtafaruku baina yake wewe na yeye. Sasa unataka huyu mtu unganishe, maana yake muwe pamoja, muelewane, mkubaliane. Kinachotumika hapo ni al-arqam, ni namba ambazo zinazotoka katika jina lako na katika jina la yule muhusika biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo mambo yalivyo katika utaratibu. Na hii ni kama jinsi unavyoona simu. Mathalan, mimi hapa nilipo nina simu yangu hii na nina namba zangu. Sasa wapo kama namtafuta mtu fulani, basi inatakiwa yule mtu niwe nazijua namba zake, tena za uhakika, sio za kubahatisha wala kubabaisha. Baada ya kuzijua namba zake, nitaandika pale zile namba katika simu yangu, 0756 mathalan kadha kadha kadha. Kisha baada ya hapo sasa kuna kitufe kitanambia bonyeza hapa, nitaweka pale pap. Okay, kinachofanyika pale ni nini? Yani ile simu yangu inachofanya, itatuma ile namba kama mawimbi katika tabaka la troposphere. Katika ile tabaka la troposphere nalo litachukua ile namba, namna jinsi ambavyo nilivyoiandika kama mawimbi, itabeba na kutupa moja kwa moja katika receiver ya simu ya mtu huyo ambaye mimi ninamtafuta mwenye namba hizo. Kisha baada ya kufika pale katika simu yake, simu itaonyesha alama ya kwamba kuna mtu anakutafuta mwenye namba hizi. Kisha baada ya kuonyesha ishara hizo, huyu mtu kama atataka kuunganishwa na mtu huyo, atachofanya naye atabonyeza kitufe, kwa maana nimekubali kuunganishwa na mtu huyo, nimsikie anachotaka ni kitu gani. Akishakubonyeza tu ile pale, ndio tayari pale ataanza sasa mazungumzo. Halo, salamu alaikum, na yule atajibu wa alaikum salam, vipi hali? Salama bana fulani, mimi jana bana tumehitilafiana mimi na wewe, lakini ndugu yangu naomba msamaha bana, nilikukosea. Tuyamalize hayo mambo, yanazungumzwa pale mazungumzo, hatimaye masala yameisha. Nini kilichopelekea hawa watu kuweza kuungana katika sala hili? Ni nini? Ni rakmu, ni namba ambazo zimekuja katika mfumo wa hewa. Baada ya kufika katika receiver ya simu ya mtu huyu ikapokelewa. Baada ya kupokelewa katika simu ile, ikabadilishwa kutoka kuwa mawimbi yenye mfumo wa hewa na yakabadilika kuwa mawimbi yenye mfumo wa umeme biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na hivi ndivyo tunavyofanya kutaka kuwaunganisha watu, ni mawimbi ya umeme tu ndio yanayofanyika na wala hakuna kitu. Na hiyo ndio inaitwa taqa, energy, kwa maana nishati maalum inayotokana na majina ya watu hawa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wewe unajua kama jina lako lina nishati? Na nishati yake ni nishati ya namna gani? Ni salbu au ijab? Ikiwa ni salbia, ndio mambo yako yanavurugika sana, na ikiwa ijab, ndio mambo yako yanatengemaa sana. Katika kila ambao unaendea, mambo yanakwenda katika hali iliyokuwa bora kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini pamoja na hayo, sasa hizi zinapobadilika na kwenda katika mifumo ya namba, kwa nini? Litaqimi mada tawafuqi, hii ni kwa ajili ya kutengeneza muwafaka sasa baina yao. Unajua, na hata ikitokea mathalan kuna mtu ambaye anaweza akawa
tabu yake au shida yake, kazi yake anakuchukulia mumeo au anakuchukulia mkeo, na wewe ukataka mtu huyu mtimue, basi kinachotumika ni hizi majina, jina lake tu ndilo ambao natazamwa zile taqatu salbia au taqatu ijabia, energy, mifumo ya kiumeme. Ikiwa ni ijab, wewe unaitengeneza inakwenda katika salbu, ndio kila akilala anaona kuna jitu limemuinamia hivi. Usifikiri ni shetani yule, hakuna cha shetani wala nini. Ni mifumo ya kiumeme ambayo inatokana na harufi za jina la mtu huyo, ndio yule mtu anahama, anakimbia pale mahala, mkeo au mumeo anabaki salama kutokana na ufedhuli wa mtu huyo ambaye amekuwa anavuruga ndoa yenu au anaharibu mahusiano yenu katika hali ya aina moja au nyingine. Jina lina hazina kubwa mno, lakini kwa anayejua na yule ambaye ana taaluma hizi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa kama unataka kumkimbiza hapo huyo mtu ambaye anakufanyia ufedhuli, jina lake linatosha kabisa kumtimulia mbali. Tena anakimbia, hageuki nyuma mzee. Lakini jina linatosha kabisa kufanya hapo ulipo kupanda daraja, kupanda cheo katika kazi yako. Jina linatosha kabisa kufanya biashara zako na kazi zako ziende vizuri. Lakini kwa utaratibu gani? Ndio nataka sasa twende tukamalizie hapa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, sasa kuna taqatu sadi na taqatu nuhasi. Kwa maana kuna energy ambayo kazi yake yenyewe ni kuvuta mambo mazuri mazuri kupitia lolo jina lako unaliona, na kuna energy ambayo inaweza ikawa kazi yake ni kukuvutia mabaya mabaya. Yani unakuwa wewe ni mtu wa mambo mabaya mabaya. Yani hata ukiwa na kesi mathalan iko mahakamani, kesi yenyewe ya kipuuzi, lakini wewe unafungwa. Yani kesi ile ambayo unasema hii kesi mbona ya kijinga, alafu hiyo ndio unapelekwa jela miaka 3. Sasa unashangaa kwa kesi ndio hala zako na zile energy tayari zishafanyaje, zishaparaganyika. Watu wanajua kulichezea jina lako, ujue linachezewa zile herufi za jina, habari yako imekwisha. Na hii ni ilmu ya kawaida, hakuna uchawi wala ushirikina hapa, ilmu ya kawaida kabisa. Ni watu wanajua tukuzichezea zile energy zilizojaa katika harufi ya jina lako, basi majambo yanakwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Nasema yamtalikul ismu quwwatan kabiratan jidda, jina lina nguvu sana. Wa yumkinu an yakuna amilan musaidan, na jina linawezekana likawa kama mfanyakazi wako. Jina lako linawezekana likawa kama mfanyakazi wako, lakini ujue, uwe na maarifa, utambue, lakini kadhalika vile vile ujue zile njia zake, mambo yatakwenda sawa. Tena fi shakli shakhsiya wa tafauli almujtami' maahu, lakini kadhalika jina lako linawezekana likakupaisha mbele za watu ukapaa. Kwa maana kila unapofika watu wanakufurahia, wanakuchekea, wanakuona mtu bora, hilo jina lako, lakini kwa energy iliyokuwa sawa sawa. Sasa kuna wale watu ambao tayari wameshavurugikiwa. Katika hili jina lako pia lina alwan, lina rangi zake bora kabisa. Kwa rangi hizo ukiwa nazo mambo yatakwenda sawa, lakini kadhalika zina albukhurat, bukhuri, kwa maana yani zile manukato. Na hapa sasa nataka niwaeleze ndugu zangu ambao mnatufuatilia, kila mmoja anayo manukato yake ambayo yana uwezo wa kutengeneza kutokana na jina lake, kutengeneza zile nishati zake zikawa ni nishati bora, ambazo kwa nishati hizo zina uwezo wa kumfanya mtu huyu mwenye jina hilo akawa ni mtu ambaye majambo yake yanakwenda sawa sawa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Yani wewe usijichukulie tu manukato, perfume fulani nzuri unajipaka paka tu. Inawezekana ikawa ni shida upande wako. Je, inakwenda sambamba na jina lako? Hilo ndo swala la msingi. Sikiliza maneno ya mwisho na malizia katika jukwaa letu kwa siku ya leo. Tunasema yu'addu al-bukhur adatan qawiyatan litadili taqati al-makan. Imefahamika kwa mujibu wa taaluma ya kwamba baadhi ya manukato ambayo watu ambao wanatakiwa kujipaka kuwa yana nguvu mno, tena litadili taqa, ya kutengeneza au kupangilia mifumo ya energy, kupangilia mifumo ya nishati katika mwili wako, lakini nishati katika nyumba yako, nishati katika maeneo yako, wa taazizi dhabdhabat
Lakini baadhi ya manukato ni mujarrab sana kwa ajili ya kufanyaje, ya kutengeneza mifumo na yale mawimbi yanayopatikana katika harufi za jina lako biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sio kila manukato unavamia tu unachukua unapaka, la, kwa sababu lau kama mtu atapaka manukato yanayokwenda sambamba na jina lake, yustakhdamu anwa'ul muhaddada, hutumika aina maalum kabisa minal bukhuri ya haya manukato. Kwa nini? Litakhfifil istirkha. Lau yatakwenda sambamba na jina lako hayo manukato ambayo unayoyapaka wewe, basi bila shaka yatakuwa vizuri katika kuondosha istirkha. Istirkha ni majambo ya kutofika malengo. Pili, watahdiatul a'sab, pia na uwezo wa kutuliza yani mishipa ya fahamu ikawa vizuri. Lakini kadhalika wa nashru rawaihi zakia, lakini kadhalika na kutengeneza manuka, yani harufu nzuri. Lakini tarbitu taqatul asma'i wal hurufi bihtizazat, lakini energy hii ambayo energy hiyo inakwenda sambamba kutokana na majina, lakini energy hiyo ambayo inakwenda sambamba kutokana na manukato maalum, hii sasa ndio inaweza ikamtengeneza mtu akapata mafanikio katika hali ambayo ilikuwa bora biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na hii inakwenda biismin muayyanin, kwa jina maalum. Kila mtu ana manukato yanamhusu yeye ikiwa anataka mafanikio biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika ikiwa kama unataka energy zako zikae sawa, kila mmoja kupitia jina lake, zipo energy maalum, yapo manukato maalum, akitumia hayo majambo yatakwenda sawa sawa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Yupo ndugu yetu mmoja katika ardhi ya Arusha, yeye ni mfanyabiashara mkubwa. Huyu ndugu yetu yeye ni mfanyabiashara mkubwa sana pale Arusha, lakini hatuwezi kumtaja kwa sababu si maadili sahihi ya kumtaja ni fulani. Sasa huyu ndugu yetu yeye majambo yake alikuwa yanayumba sana, pamoja na ukubwa katika swala la kibiashara, lakini kuna wakati mambo huwa yanayumba, yanakwenda ndivyo sivyo. Akatupigia simu, tuambia Sheikh bana, mimi ni mtu fulani. Taib. Akasema bana, mimi nina mashaka katika masuala ya kibiashara zangu, biashara zangu zimekuwa zinayumba sana, sijui nini shida. Tukamwambia basi kama ni hivyo Sheikh wangu, tuna uwezo wa kulifanya hili jambo kwa ufasaha mzuri kabisa. Akasema vipi? Tukamwambia naam. Cha kwanza inatakiwa tuyapate yale majina yako. Alafu baada ya kuyapata yale majina yako biidhnillah subhanahu wa ta'ala, sisi tutafanyia taratibu, tupe ndani ya siku moja, siku ya pili tupigie simu. Akasema basi inshallah. Akatuma majina yake yale, tukafanyia utaratibu kutokana na masala ya zile energy za harufi za majina yake. Baada ya kufanya hilo jambo biidhnillah subhanahu wa ta'ala, tukapata majibu ya kwamba huyu bwana ni harufi moja tu katika jina lake ndio imecheza. Basi tukaifanyia ile utaratibu wake, ukakaa katika njia zake. Sasa na kisha ikatupa picha ya kujua manukato yake ni yapi. Tukamwandalia yale manukato katika mfumo wa spray. Basi tukamwagizia yule bwana, akapokea yale manukato yake. Ilikuwa siku ya Alhamisi kama leo. Basi baada ya kupokea asubuhi ile, anataka kutoka kwenda kwenye miradi yake, kachukua ile spray yake akaspray katika nguo zake, kavaa, mwanaume akaenda zake kule. Anasema moja katika siku ambazo nimeona miujiza ya Mwenyezi Mungu. Maana sio Muislamu huyo, alikuwa ndugu yetu huyo. Yeye ni Mkristo. Sasa unajua kuna lugha zile za Kikristo zile. Akasema kwa kweli katika siku ambayo nimeona baraka nyingi sana ni siku ya leo. Kaona baraka kubwa sana ni siku ile ya leo. Anasema katika miradi yangu yote leo ilikuwa inakwenda kwa wepesi mno. Yani majambo yangu yote katika siku hii ya leo nimeona yanakwenda kwa wepesi ambao sijawahi kuona katika hali za namna hii. Basi sisi tukamwambia hizi ndiyo namna ilivyo katika masala ya majina. Baada ya hapo subhanallah, neema zimeendelea kutawala kwake. Basi khairi imekuwa ni nyingi sana kupitia katika hizi bukhur, kwa maana hizi ambazo tunazoita manukato muhimu sana yanayokwenda sambamba na majina, yani manukato yanayokufaa wewe haya wa ta'ala. Na mwisho kabisa nikwambie tu ndugu yangu,
Hapa tunayo hii dawa yetu inaitwa mkono wa Idi. Mkono wa Idi ni mujarrab sana kwa wale wote ambao tuna wake tumeoa, lakini tunahitaji kuwa mashababi imara kabisa pale katika kitanda pale kitandani tuiperform vizuri, basi utapata huu mkono wa Idi ni mujarrab sana kwa ajili ya kukufanya kuwa imara na uweze kunguruma vizuri kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kupitia katika huu mkono wa Idi umeimarisha ndoa nyingi sana zilizokuwa zikilegalega, lakini kadhalika umesaidia sana katika kuhakikisha pia kuna watu sasa hivi wanatarajia kupata watoto baada ya kuwa walikuwa wamekata tamaa kwa kutoshindwa kuliendea jambo hili la tendo la ndoa. Lakini baada ya kutumia mkono wa Idi, kwa sasa alhamdulillah kuna baadhi ya wake zao wapo sasa hivi wapo katika hali ya ujauzito. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nawe ambaye unababaisha katika suala la tendo la ndoa, jitahidi sana ndugu yangu upate mkono wa Idi. Umenusuru ndoa za watu wengi, lakini umeleta hamasa na furaha katika ndoa za watu wengi, ndoa ambazo zilikuwa zimepoteza furaha, zimepoteza amani, zimepoteza faraja. Mkono wa Idi amerejesha faraja, karudisha amani, karudisha hamasa, lakini kadhalika na amsha na hari ya aina yake kupitia mkono wa Idi. Wewe unasubiri nini sasa wewe ndugu yangu? Mkono wa Idi ndio mpango mzima biidhnillah. Kasherekewe nawe katika siku ya leo. Mkono wa Idi itakuwa ni Idi kwako, ni furaha kwako, ni faraja kwako, ni amani kwako kupitia mkono wa Idi. Unasubiri nini? Haraka sana tumia mkono wa Idi bana uweze kufurahia biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini tunayo hapa Ar-Ramad. Hii ni dawa ya macho kwa wale ambao wana tatizo la mtoto wa jicho ambaye ni hatari, inaweza kuwapelekea watu kuwa vipofu. Lakini kuna wale ambao wana tatizo la pressure ya macho, lakini kuna wale wana trachoma, kuna wale pia wana glaucoma, lakini kuna wale wana albuuru sadidi, jicho kavu, jambo ambalo linaweza kumpelekea mtu akapata mashakili. Yani anaona maruerue, wakati mwingine anaona giza, anaona kama moshi unatanda hivi mbele ya macho yake, wakati mwingine haoni mbali, au yule ambaye haoni karibu. Basi hii dawa ya macho ni muhimu sana. Mara nyingi sana tumekuwa tunapenda sana kuambia watu, tulipokuwa sisi pale darasani tulisoma somo linaitwa al-ainu. Tunaambiwa al-ainu jawharatun ghaliyatu thamani la tushtara bil mali wal insanu yasta'miluha fi an-nadhri kulli shay'in fayara al-mar'iyati fayumayizu al-khabitha min at-tayyib. Ya kwamba jicho ni madini ghali, hayawezi kununuliwa kwa pesa, na mwanadamu analitumia jicho kutazama kila kinachoonekana. Ana uwezo wa kupambanua hiki ni kibaya na hiki ni kizuri kwa kupitia jicho. Sasa jicho lako ni kitu muhimu sana. Bila shaka ukiona alama za kuharibika au alama za kupata maradhi katika jicho lako, tumia hii Ar-Ramad umalize mashakil haya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Dozi yake ni chupa 12. Hizi ndio dozi kamili ya Ar-Ramad ambao ni mujarrab sana kwa kutengeneza masala mazuri. Yupo ndugu yetu mmoja, mzee wetu, yupo katika ardhi ya South Africa. Yeye alizipata hizi na anasema alhamdulillah, toka zimetumika hizi mambo safi, anaona vizuri na wala hana athari au alama yoyote ya maradhi ya macho baada ya kuitumia Ar-Ramad biidhnillah. Na wewe sasa tumia Ar-Ramad kwa usalama na usahihi na afya ya jicho lako biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hizi chupa 12 ndio dozi kamili mujarrab sana kwa usalama na tiba ya jicho lako insha Allah biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na hapa tunaye hii inaitwa Tanwirul Jasad. Hii Tanwirul Jasad ni kwa wale ambao miili yao imepata nuksi, mikosi, mabalaa, yani maana yake hawasikiki, hawaoi hao wala hawaolewi kwa nuksi na mikosi iliyowatawala. Hawapati kazi wala hawauliziwi katika sehemu za kazi kwa nuksi na mikosi iliyowapata. Basi inshallah ukiipata dawa hii mujarrab kabisa ambayo inaitwa Tanwirul Jasadi, inatia nuru mwili, unakuwa unang'ara, unakuwa unaonekana na wewe katika watu, ukisema unasikika. Hii ni Tanwirul Jasad na dozi yake inakuwa ni chupa 4. Hizi ndio dozi kamili biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tuondoe manuksi, tuondoe magundu hayo, mamikosi, mabalaa ya kila namna kupitia Tanwirul Jasadi
mwili sasa unakwenda kuwa na nuru biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Unasubiri nini bwana? Nuru inapatikana katika tanwirul jasad inshallah biidhnillahil karim. Namalizia, tunaye huyu bwana prostate, tezi dume. Huyu bwana tezi dume naye ni muhimu sana kwa wanamume, muhimu sana sana sana. Na suala ila tezi dume ni hatari kubwa sana, yuarriqul kathirina min ar-rijal, imekuwa ni janga linawadhuru wengi sana katika wanamume. Ukitazama katika takwimu zinaonyesha wanamume wengi sana wanakufa kutokana na maradhi ya tezi dume. Kwa hiyo unaposikia dalili zile za tezi dume, fanya haraka kuzitibia haraka. Usisubiri mpaka zimeshakuwa katika hatua ngumu sana ndipo unaanza kutapatapa sa kutafuta wapi ninaweza kupata dawa. Hivi unaziona dalili kwa uchache, fanya haraka sana uipate hii prostate, kwa maana tezi dume ni muhimu sana. Wadawi daa kabla an yakula fihi tabibu dai aya fastatara, bayatibie maradhi kabla haijafikia wakati daktari bingwa wa maradhi yanayokusibu ikafikia mahala akasema ya kwamba hakuna namna nyingine tena ya kufanya, kwa sababu umeacha sana maradhi na sasa hatua yamefikia hatua mbaya. Prostate itumie haraka, nawe utaona matokeo yaliyo bora kwa haraka biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Inatibu tezi dume bila ya upasuaji biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Chukua sasa prostate, tumia sasa prostate ili kadhalika ujihakikishie usalama wa afya ya tezi biidhnillah subhanahu wa ta'ala insha Allah. Na mwisho ndugu zangu, tunayo haqul mujarrab kwa ajili ya tegua yale matego ya kichawi. Haqul mujarrab iko wapi Sheikh? Kwa ajili ya tegua haya matego ya kisihiri, matego ya kichawi. Kuna watu wamelishwa mauchawi, wamelishwa mauchawi. Hii ndio haqu almujarrab. Kuna watu wamelishwa mauchawi, wanaota wanakula sana nyama hizi, ndio usiseme, wanakula sana wali, wapo katika masharehe mbalimbali na wao ndo wako katika viungu pale, yani wao ndo wanajisevia wenyewe. Mauchawi hayo. Sasa kuyatoa haya masala ni muhimu sana ujipatie haqul mujarrab, jurriba miraran wa sah. Unajua uchawi unapoingia mwilini huwa unatengeneza ganzi katika sehemu za mwili, lakini kadhalika uchawi una uwezo wa kutengeneza vitu vinavyoitwa iltihab, mwili kuwa unawaka moto. Lakini uchawi unapoingia katika mwili huwa unasababisha mtu kuhisi kuna vitu vinatembea mwilini, lakini kadhalika kuhisi mwili unapata msisimko hapa na pale, au kuwa na maumivu yenye tabia ya kuhamahama, leo kifua, baada ya muda tumbo, baada ya muda mgongo, baada ya muda kiuno, asili mradi mambo yanakuwa haeleweki. Ukipata haqul mujarrab kwa dozi yake kamili, basi bila shaka ni mujarrab sana kwa kumaliza mashakili yako biidhnillah. Wewe ambao umerogwa mauchawi hatari kabisa, maradhi ya ajabu kwa sababu ya uchawi uliofanyiwa, basi haqul mujarrab ni mujarrab sana kwa kumaliza mashakili yako biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Utazipata hapa ofisini kwetu, na popote ulipo zinaweza kutumwa hapo ulipo, kwa maana tunafanya deliver, lakini kadhalika na popote ulipo nchi yoyote itakufika hapo ulipo insha Allah biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wengi wamefurahia haqul mujarrab. Ndugu zangu wa Somali, wao wanaipenda sana hii haqul mujarrab, na wanapoitumia haqul mujarrab wanatupigia simu za furaha sana na faraja. Basi na wewe hebu tumia leo ukaone mazito yanayopatikana katika dawa hii insha Allah biidhnillahi alkarim. Ndugu zangu, mimi kwa leo nimeishia hapa katika jukwaa letu hili la leo, baada ya muda wa mwezi mmoja ambapo tulikuwa hatuko hapa kwa sababu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu darasa zilikuwa ni nyingi. Kwa hiyo inshallah sasa hivi jukwaa linaendelea na mashekhi mbalimbali watakuja hapa inshallah biidhnillahil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Changamoto ya maradhi ama changamoto ya mitihani ama changamoto ya misukosuko ambayo unayopitia, sasa nini kinaweza kufanyika? Ni wewe tu kuanza kulifuatilia kwa kina jina lako kupitia darasa hili ambalo amelitoa Dr. Said na Sheikh Sufyan Al-Ghazali, ili kheri nyingi ziweze kupatikana. Mimi nitaendelea kugongelea msumari wewe ambaye mwanamume
wewe ambao una changamoto ya kuendea tendo la ndoa vizuri, basi wakati mwingine unaweza kuwa umerogwa na ukapata fursa ya kutumia hakul mjarabu ikakuondoshea mitihani hiyo ya kushindwa kuliendea tendo la ndoa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Kinikienda sambamba na mkono wa Idi, basi unaweza kupata mkono wa Idi ukapata na hakul mjarabu. Kama umerogwa, basi hii inafanya kazi bora, na kama wewe una hali tu ya ulegevu katika kuliendea tendo la ndoa, basi huyu ndiyo mwamba, kwa maana mkono wa Idi ndiyo habari ya mjinga wako wewe ambaye baba unaisuasua pale nyumbani. Lakini bila kusahau wewe ambaye nuksi na mikosi imekuandama, basi ujipatie tu Tanwirul Jasad, ndiyo kiboko ya kuondoa nuksi, mikosi. Lakini mbaya zaidi, kuna mtu ameshafikia hatua mbaya ya gundu. Gundu ni kitu kibaya sana. Ukifikia hatua hiyo, maana yake hakuna mahali utakapokaa ukaeleweka ama ukasikika ama ukasikilizika ama ukavutia kwa watu, unaonekana tu wewe ni mtu fulani tu ambaye ajabu. Kwa hivyo hii Tanwirul Jasad ndio ambayo inaweza kunawirisha mwili wako. Na mimi ni sio mwenye kuzungumza sana, lakini mimi nimekwisha saidika na prostate. Je, wewe prostate yako iko sawa? Tezi yako, basi tumia prostate hii ili kumaliza na kuepuka kufanyiwa operation kupitia prostate. Tumia prostate kwa usalama wa tezi yako biidhnillah. Mimi ni kwambia tunapatikana Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea jeshini, kila siku kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 10 jioni. Wasiliana nasi kupitia namba 0748 86 97 33 au 0659 86 97 34. Zetu namba tupigie kupata ufafanuzi, maelekezo bora, lakini pia na kusikilizwa kwa fasaha wa hali ya juu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nazikumbuka bana zote.